bring a suggestion by saying, let's go to school. The other one said, are you not coming here for business? Do you need to go to school? We're not going to school. I learned before. I'm a businessman. Let me just do my business. The other one said, no. And another suggestion came from the other one by saying, no, let's do what? Let's go in the street. Let's go around the street. And we'll know how to teach you all. When they were going around, they were hanging around the street. Then they passed through, it was there at Depot. I mean, at the Depot Street, there at Lilongwe. You know, there is some shops there's some shops. And there is the man who always pull up the baggage. When they were going around, I'm telling you, when they were going around, those guys, they had, someone said, there was a certain boss from the camp. Then that boss was conseiller. I can't forget conseiller because no. He do conseil me. He's a counselor. Then when that guy was just going near that shop, then they said, conseiller look for 3 people who's going to help him to do what? To pull up his baggage. Anafusa mkichewa. Akuri, ndani mene azatenga kushaniga katundu yanga. Then kuna liantwararu amena nana kuri ife araru. Then those guys, listen, those guys heard that word said ife araru. One among those boys, one among those gentles, take a pen and a paper, write what? Ife araru. He wrote ife araru. And then they were just going around, they didn't stop by there. When they are just going around, they were going around, I'm telling you, that's the truth. Then those guys, when they were going around, and they found a certain place again where there was, I can say it was near the school. Then there was the mason, I mean the builder. Then they asked them, hey guys, why are you doing this in Chichewa? You know, post and drama, post and drama. Then that guy understand the word saying what? Post and drama. He wrote post and drama. Means cause of money. He wrote cause of money. Then they continue going. They were just going in Lilongwe, I'm telling you. Then they were near Mimo, where they found a little boy, it's just a little boy, who was singing a certain song in Chichewa, which means, Pompano, tieni, pompano, tieni, pompano. Then the last one among those boys, because they were saying, if you take one word, don't take 2. If you take one word, I'll take the other one. Then they said, no, I'm the last one. Let me just write, pompano. Listen carefully. It was in Malawi. This took place in Malawi, I'm telling you. It was the period of Kamuzu Banda, when Kamuzu Banda was ruling the state, was ruling the country, Malawi. Then those guys, when they were inside Malawi there, and they knew those words, Ife Araru, post and drama, post and drama. Then the last one was Pompano. Then Erumawa, it was tomorrow. The guys were just going around, and it was near their house. They found a person dead. Then the police was around there asking people who did this and that. Those 3 guys, because they were learning Chichewa. Then they reached that place where those 3 people, where a person is dead. Then they asked, Kodi wampa mutu yundi ndani. The police asked, Kodi wampa mutu yundi ndani. Those guys, they thought that they know how to speak Chichewa. They said, one among them come by saying, Ife araru. The police, ina dabo hapi. Then why did you do this? The second one said, post and drama. Hey, listen. Then when the police said, hey, you mean because of money you killed somebody? You killed somebody because of money. Hey, why did you? And let go to the police. Then the other one came, pompan. You know, and that's why when you reach in someone's country, do never try to force yourself to learn in the street. Just go to school. As myself, I'm a Congolese in Malawi. I know how to speak Chichewa because I went to school, and I know how to speak English now. I was not an English person. I was a French person. Bonjour. I was good at bonjour, but now I'm good at good morning. Going to school is better. That's why Remiga Choir bring this word Technolab to each and everyone here. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let me just go back in my word, my sound. I just want to inform you where this word
Kiingereza come from. Sasa bandugu wapendwa, ilikuwa wakati ya wazungu kukiauza weusi huku ku Afrika. Ilikuwa wakati ya kukiauza wazungu wanatoka kwa Amerika, banakioza weusi huku Afrika. Balikuwa kanafikia pale Tanzania, Dodoma, Kigoma. Sasa ule mzungu mmoja jina lake alikuwa ni Reza. Ule mzungu jina lake alikuwa ni Reza, alikuwa kwa tumbu ya huku. Tumbu ya kubwa. Sasa sikia kiajabu, ule mzungu anafika Tanzania. Hii mama doli ya mwanamke kuvala majipe ya mfupi. Kumi na wanashtuka kama majipe ya mfupi. Anaona kama ni jipe na bimakwisa. Aseme dendo. Hana kidendo kinacheza. Sasa ule mzungu akasaulika kama alikia mu business ya kununua watu, akajiperdre, akajipoteza. Akakamata mwanamke. Akamama mwanamke, aseme na mimi ndakufuata kwa huyu. Ule mwanamke akamsukula makuta yote, akabakia maskini. Jina lake lilikuwa ni Reza. Sasa ule mzungu kuikala pale Tanzania akapata bahati moya. Baba yangu nalikuwa pale. Nilikuwa siazaliwa. Baba yangu ndio aliniambia hii story. Sasa pale kwa ningali mtoto kidogo sana, ningali mtumbi ya mamangu, niko cheza na vile vinyoka vya mtumbi, niko nacheza navyo. Dance. Jumla wanacheza katubula wale zungu watu kutanani. Kuna kwa mchezo mtumbi inaitwa sentire, mukaba. Tukutane. Unapita biko na wewe. Sasa na mie bandugu bapendwa, nilikuwa kama mle ndani, niko nacheza na mimi vile vitu. Sasa ule mzungu pale Tanzania akakutana na babangu. Babangu alikuwa businessaire. Baba yangu alikuwa Bope, ndio alikuwa jina lake. Jina lake lilikuwa Bope Chemi. Bope Chemi ndio alikuwa jina babangu. Sasa baba yangu mzazi kabisa wa damu akamlogota kule mzungu. Sikia bahati gisi nangu kaka. Gisi nilimwambia saliziba. Inaanguka saliziba. Sasa ule mzungu akapata bahati, babangu akamlogota. Babangu kwenye na mlogota ule mzungu. Mzungu sasa naye akajifunza kibembe. Babangu alikuwa kama Mbembe. Chemi. Ndio alikuwa jina lake Chemi. Sasa babangu kwenye jina lake alikuwa ni Chemi, akalogota ule mzungu. Ule mzungu kwenye analogotewa bakamfundisha kibembe. Ule mzungu amfundisha kibembe wao, alikuwa kana karangi keupe. Ndio maana shibabe wote tunapenda kama mafuta ya kufua weupe, tunakuwa weupe. Na mimi niko sasa niko mweupe. Sasa baba yangu akampeleka wapi? Baraka Fizi kwetu Buvembe. Akapeleka ule mzungu. Ule mzungu fika pale Buvembe, akapiga kibembe kiabia kia kunyoroka kwenda hivi. Bakamchagula nini? Babembe ndio akasema, "Oh, huyu ndio mwanaume, huyu ndio mfalume, akwe mfalme wetu wa Babembe." Juni wa mweupe. Tunapenda vyeupe. Ora biluwaka mbuzi. Sasa pale kwa tunafika pale, wanamfikisha pale Buvembe Fizi. Anawapigia, "Babembe bona ni mamuviola." Ndio kusema Babembe na basalimia, akabapigia Babembe bona ni mamuviola. Bakasikia anasema kia kunyoroka. Sasa ule mzungu bakamchagulaka, jina lake lilikuwa ni Reza. Bakamchagula sasa afe nini? Bakamchagula akuwe mfalme wa Babembe. Pale ilikuwa haiyetiwa nini? Buvembe. Ilikuwa haiyetiwa Buvembe. Ilikuwa kanaitiwa Bele Maalo. Ndio kusema tuko sote. Bele Maalo ndio kulishaka bili maala, bili busoa, bili bambula, vitu vinakuwa kama mkibembe. Sasa ule mzungu anafika pale anasema, "Gisi basha nichagula ni kwa mfalme wenu nyi Babembe, mnaambia Samie, ile lugha tuipatie jina gani?" Akauliza kwa watu wapatie lugha, wapatie jina. Bengine watu tuipatie Kibembe, bengine tuipatie Kirega, bengine tuipatie Burega, bengine nani Boga. Akasema hapana Buyoga. Na hiyo Buyoga muangle inasemaka Freddy. Ndio kama Freddy litokaka, unasikia Freddy, huyo nani, vile vitu vya PDD. Sasa pale kwa tunafika ule mzungu, ashapita shukua mzungu, ashakuwa mfalme wa Babembe. Sasa juu alikuwa ni mfalme. Sasa ule mzungu akasema hapana. Babangu alikuwa kama mtoto wa akili. Pale na mimi nazaliwa sasa. Na mimi sasa nimetoka na mimi ile michezo inaisha. Mimi nakuwa na mimi sawa kiforome. Nikatoka. Mamangu akani evacuate. Sasa kwenye ana evacuate vile, mimi nafika pale kwa dunia. Nasikia biko wanafisha description nini? Sasa mimi sikuli yaka mkebrania gisule papali sema. Mimi nikaliaka samo ki Ethiopia. Nikaliaka mkiethiopia. Berembe nyosikia ile kabada. Kabada kibiriro bafutaye ile malugo tena. Na yuwaka nisomea kama mtumbo.
Sasa nikaliaka mie bembe. Babangu akanipaka jina ya Stand Up Laboratory Farm. Kisha akasema gisi mtoto analia bembe, maana ni sauti ya Mungu inasema tuipatie kibembe. Babangu akatoshaka kabari akasema, "Mzungu, samahani sana mzungu. Jina lugha yetu ikuwe kibembe." Mzungu akamwambia, "Hapana, haviwezekani." Papa akamwambia, "Hapana, every mingi nilikuleta kwetu. Ndakutosha kule kiti." Sasa mzungu akafungaka babangu chini na mimi niko mtoto, bakamfungaka chini ya mai. Njoo alikotaka ile jina ya samaki haikufake kama hayaona kisu. Sasa ule babangu mzazi yeye kwenye anafika za pale, baba naye mule ndani akapataka sufransa kutashaka ya kweli. Baba akasema, "Hapana, mzungu basi samani nifungule na mimi niko na vya kusema." Mzungu akamwambia, "Sawa, speak." Ile ya Kiingereza mimi nilivyaka pale speak. Make speak ndio sema. Babangu akasema, "Mzungu sasa mlugha yenu mfalume njoo nani?" Mzungu akamwambia, uko na akili sana. Shie mfalume, jumu kibembe mfalume, ni bielama njoo mfalume. Sasa mfalume, mzungu akauliza babangu akamuuliza, "Mzungu, mfalume mlugha yenu njoo nani?" Akamwambia, "Mfalume mlugha yetu njoo king." Njoo nani? King. Sasa babangu akasema, "Baba, jinsi na shetu inakwaka na Teresa, juu kibembe inakwaka ya kutereza. Hapa papa tuipange, tukaanza ile jina ya mfalume kule kwenu, na ile jina yako tuichange ikuwe jina ya lugha yetu." Bakapatiaka jina ya king, na ule mzungu alikuwa kareza akasema Kiingereza. Bakebanisha vile. Sasa ule mzungu, kiajabu ule mzungu akasema, "Kuanzia leo lugha yetu inakuwa Kiingereza." Yake sema kasa lugha ya kizungu, ase Kingereza. Kuanzia leo lugha yetu inakuwa Kingereza. Ule mzungu akakoka jina Kereza na ikakuwa ni king. Kia mubaya sagesi ilifika pale papa, sasa walipanga ile lugha vile, batu wote bakaji remorke, bakapigana. Sasa mzungu akasema, "Hapana, siwezi fanya vitu vya vitakosesha raha." Mzungu akaleta ile mafuta ya wanaitaka nani Carolite, ile ya kuleta watu wakubwa wote weupe. Asabi kwa mdiscriminate ni weusi na weupe, akaleta ile mafuta kwa watu weupe. Hiyo nani makuchipakalaka. Njoo kwa kutana mama yangu akakwaka waruje huku akakwaka waruje akaivya kasakitika. Sasa ule mzungu akafariki pale Bubembe, wakamuzikaka Bubembe. Kulikiaka nguo mwa kutokea Bulaya. Hii mangoba na mke wanavalaka banaza ita Kikwembe. Nijua Bubembe Kikwembe. Aseme kilio iko Bubembe. Ndio likuwaka jina ya ile ndio Kikwembe. Kikwembe ni abbreviation, kifupi ya maneno mengine. Kilio iko Bubembe ndio likuwaka Kikwembe. Unasikia papa? Sasa ule mzungu akafarikia pale. Nikasikia kana mimi huzuni, niko na miaka 2 za kuzaliwa. Niko nakula matope. Niko nakula matope. Sasa baba yangu akakamata kiti. Na sasa akasirika na hasira ya kumwonyesha gisi walimwambia yeye ni msenzi. Bakamfungana chini ya mai. Kuanzia pale akasemaka, "Na hii lugha sitawale ikuwe Kibembe." Njoo siaka hii Kibembe juu ilikuwa kilio kwa Bubembe, litaka fuyo sana mbazungu na watu wabanekalaka Bubembe. Njoo shida ilikuwa pale baba. Kama kuna leo tuko mkambi tunateseka, ni juu ya ile mambo ya babu. Babu wako alikuwa kama msharati na wewe na kukamata. Sasa papa mnatani kimbiza. Sasa miezi yake kazi 2 za mikono. Mimi nayo tu kuiba. Hii dedwa bidole biwili. Mimi nayo niko wa nguvu mkuiba. Nitaanza kuiba tiny time telephone na sina telephone. Sasa njoo kwenye ile shida ilitokea pale papa. Njoo akasema hii lugha itawale isikuwe tena Kiingereza. Juu watu wote wakashindwa kusema ile Kiingereza. Yeye anasema Kiingereza. Wanashindwa kuikamata watu, na Teresa, na Lumiza. Wakasema Kiingereza. Wakasema hii lugha itawale kuwe Kibembe. Nyama ndio ingefika hata Bulaya kuko quartier Australia banaita Baraka. Quartier yetu ya Babembe kwa Australia Baraka. Unasikia hata mtoto wa mzungu anazaliwa mle na kwaka anasema bope vyangena helema choleme chemi boemi remi. Papa anapunguza lakini si yabakimbia juu tukingaliki hapa na Remigo kwaya. Baba kabisa siwezi kimbia na usha nitosha haya, mimi nashindwa hata kulia, machozi inateremka mpaka munjia. Alexandre